na nitaingia hoja ya pili. Hivyo katika shauri lililosikilizwa tarehe 10 mwezi Juni, amri zilizotolewa na mahakama chini ya Jaji Hamidu Mwanga ni pamoja na hapa nataka Watanzania wawe makini sana: kuzuia katibu mkuu wa chama na bodi ya wadhamini kutofanya shughuli za kisiasa hadi uamuzi wa mahakama utakapotolewa kwenye shauri hili. Kuzuia katibu mkuu, order namba 1 iko very specific: kuzuia katibu mkuu na bodi ya wadhamini kufanya shughuli za chama. Ya pili, watumishi wa chama na wote waliotajwa kwenye amri ya pili ya kesi hii kutotumia rasilimali za chama hadi uamuzi wa mahakama utakapotolewa. Watumishi wa chama au viongozi wa chama kutotumia rasilimali za chama, majengo ambayo yako chini ya bodi ya wadhamini, magari labda kwa mfano, na rasilimali zingine ambazo kwa mfano fedha na nini, mpaka uamuzi utakapotolewa. Hukumu ya shauri hili ilisikilizwa upande mmoja, na hili ni jambo jingine la msingi sana. Upande mmoja baada ya wakili wetu ndugu Jebra Kambole, kwa sababu muhimu kabisa, aliamua kujitoa. Mwenendo ulikuwa kama ifuatavyo: jaji alikubali kujitoa kwake, na hata pale wakili Jebra aliposimama katika mazingira hayo na yeye kujitoa, ni vema mahakama ihairishwe. Aliposimama na kuomba kwamba ni vema mahakama ihairishwe na walalamikiwa ambao yani ni chama wajulishwe na wapatiwe fursa ya kutafuta wakili mwingine, jaji alisema yeye Jebra sio mwakilishi wa chama na hawezi kuwasemea, hivyo akaamua kesi isikilizwe upande mmoja, kutoa uamuzi ambao umekuwa na madhara na upo kinyume cha misingi ya haki. Hili ni muhimu pia nikalifafanua. Kwenye jambo kubwa kama hili ambalo wakili alijitoa baada ya kuona mwenendo hauko sawa, na sisi kwa sababu kama chama au mtu mwingine yoyote, msingi wa mahakama ni kumpatia mtu natural justice, haki ya asili, ambayo ni haki ambayo imetolewa tangu uwepo wa dunia, kwamba na yeye apate kusikilizwa. Na baada ya wakili kujitoa, chama hakikuwa na mwakilishi kama wakili, jaji alipaswa kuahirisha kesi ili atupatie sisi chama tarehe nyingine na atuombe kupeleka wakili ili tuwe na uwakilishi, tuwakilishwe kwenye kesi hii. Lakini katika mazingira ambayo sio ya kawaida, jaji alifanya uamuzi bila kuzingatia jambo kubwa hili ambalo natural justice, ambayo ni haki namba 1 katika masuala yoyote ya kisheria. Uamuzi huo umetolewa ukiwa unakiuka haki yetu ya asili ya kusikilizwa. Ni kanuni ya kawaida kabisa kuwa mtu asihukumiwe bila kusikilizwa. Kwa kuwa wakili wetu alijitoa na washtakiwa ambao ni bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama hawakuwepo mahakamani, ilitakiwa jaji aahirishe kesi hiyo na kuwaita na kutoa nafasi kwa wadhamini na katibu mkuu kutafuta wakili mwingine na au wao kuamua kujitetea wenyewe. Kwa kitendo cha Jaji Hamidu Mwanga kuendelea kusikiliza kesi hiyo bila kuwaita wadhamini na katibu mkuu, hiyo inaonesha kuwa tayari alikuwa na uamuzi wake kichwani uliopendelea upande mmoja. Wanasheria wetu wametujulisha kuwa amri 2 za zuio alizozitoa Jaji Hamidu Mwanga zinafanana sana na maombi yaliyo katika kesi ya msingi. Hivyo ni wazi kuwa amri hizo 2 zilizotolewa vile vile zipo katika kesi ya msingi, na hivyo inatoa tafsiri kwamba
tayari jaji amekwisha fanya uamuzi wa kesi ya msingi, na hivyo kesi ya tarehe 24 Juni ni kiini macho.